Kwa kweli nimefurahi kurudi. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kuendelea kuniamini kubaki katika wizara hii. Tuendelee kuchapa kazi. Kwa sababu nilikuwa hapa na kumbukumbu ya vitu vingi ambavyo tulivianza na ambavyo viko njiani na ambavyo tunapasa kuvikamilisha. Na vingi kwa muhtasari amevizungumza rais wetu wakati anahutubia bunge. Alizungumza kwa mfano tutaendelea na kukamilisha maboresho ya elimu, mabadiliko. Mnakumbuka jamani Yeah. Kwenye hotuba yake ya bunge. Hotuba ya rais bungeni ni ahadi ya serikali kwa wananchi. Kwa hiyo nakumbuka kwenye maboresho ya elimu, jambo kubwa sana mbele yetu, mambo makubwa mawili yaliyoko mbele yetu, yako mengi. La kwanza ni kwamba sera tunayoitekeleza na mitaala iliyotokana na sera hiyo inatupelekea tukifika 2027 wanafunzi walio darasa la 6 watakuwa wanamaliza shule ya msingi na wanao walioko darasa la 7 hapo hapo watamaliza shule ya msingi. Tutakuwa na madarasa mawili, la 6 na la 7 wote wanahitimu. Na ni kipindi hicho ambacho sera inasema kila mtoto wa Kitanzania lazima asome mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo changamoto kubwa iliyopo katika utekelezaji wa maagizo ya rais wetu ni kuhakikisha kwamba tunakamilisha taratibu kwanza za kuweza kuchukua hizo double cohort 2 kwa mkupuo ili tutokea miaka 60. Sio mara ya kwanza, lakini pili kuhakikisha kwamba tuna miundombinu na rasilimali watu za kufundishia kuhakikisha kwamba kweli watoto watakaa miaka 10 na wanapata elimu nzuri. Najua hata wakati niko kwenye kampeni katibu mkuu alikuwa ananipa brief ya kazi nzuri na kubwa ambayo mlikuwa mnaifanya. Lakini ni kazi ambayo lazima tuiendeleze na hakuna kupumua, na lazima iakisiwe kwenye budget ya mwaka huu. Kwa sababu 2027 sio mbali. Maandalizi ya kuweka miundombinu katika baadhi ya shule za msingi ziwe na sekondari, na miundombinu baadhi ya sekondari ziwe na shule za msingi, kuhakikisha kwamba kila mtoto anaweza kutembea kwenda kwenye elimu ya sekondari. Hilo ni jambo kubwa liko mbele yetu na ni ahadi yetu kwa rais kwamba tutapambana nalo, na nashukuru sana timu iliyobaki wakati sisi tuna kinyang'anyiro cha kampeni. Kazi ilifanyika, najua timu ilikutana Morogoro na kwenye handover note ambayo niliandaa kwa ajili ya waziri anayekuja. Hilo ni kati ya jambo la kwanza ambalo tumeliweka. La pili, na Mheshimiwa Rais analizungumza sana, ni kutoa elimu ujuzi. Katika sera tuna mwelekeo wa kuhakikisha kwamba kuna sekondari za mkondo wa amali, na mkondo wa amali ni mkondo wa ufundi na ufundi stadi. Kwa Kiingereza is a technical and vocational education stream. Yaani ufundi ni technical na yale mengine yote ambayo ni ujuzi wa kazi ni vocation. Rais wetu alizindua ujenzi wa shule za ufundi pale Itilima, Simiyu. Ujenzi unaendelea, tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba vile vyuo vinapata mahitaji yake yote zile shule. Ili elimu ya amali isije watu wakaanza kuinyanyapaa. Najua vile vile maandalizi yamefanyika chini ya uongozi wa katibu mkuu na nyie ndugu zangu wote hapa, lakini hakuna kulala kwa sababu lazima tukamilishe zikuwa shule 100 na ngapi? 103, na hilo ni tone kwenye bahari. Kwa sababu lengo hatimaye lazima tufikie mahali wala unusu kama sio zaidi ya shule za sekondari ziwe ni ama za ufundi ama ufundi stadi. Kwa hayo ni mambo makubwa mawili yaliyoko mbele yetu. Na hayo yanaendana kwa namna fulani na azma ya Mheshimiwa Rais kukidhi mahitaji na matarajio ya vijana. Ameanzisha sasa hivi wizara ya vijana kwenye ofisi yake na waziri ameteuliwa, na nimemwambia siku si nyingi tutakutana naye.
kukidhi matakwa na mahitaji ya vijana, Wizara ya Elimu ina mchango mkubwa sana. Aina ya elimu tunayotoa, ubora wa elimu unaotolewa na ujuzi wanaopata utakaowezesha kujiajiri au kuajiriwa. Kwa azma hii kubwa ya rais wetu, hatuwezi kusema tutamwachia waziri mpya huyu kijana ambaye kwa kweli yuko vizuri sana. Lazima na sisi, kwa sababu ile ni wizara mtambuka, yako mambo ambayo lazima na sisi tutoe mchango, tutamueleza tunayofanya, atueleza wanataka kuyafanya, tusonge mbele. Na yako mambo mengine, lakini makubwa ambayo nimeyaona ni hayo mawili. Liko dogo, lakini kwa sababu rais alizungumza wakati anaongea bungeni pale, alizungumza, najua watu walifurahi sana, kuhusu azma ya serikali, azma yake kuhakikisha kwamba wale vijana ambao ni very bright, tunachukua baadhi ya cream tunaenda kuwasomesha nje. Kazi hiyo kwa maelekezo yake tulishaianza. Vijana wako Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Na nilikuwa napata brief na nilienda kula nao. Wakati wa kampeni niliacha kwa siku 2, niliomba kwenda kuongea nao. Jitihada za kuhakikisha kwamba wanaenda kusoma lazima zishike kasi kubwa, na najua juhudi zinafanyika, siwezi kutaja nyingi, lakini alizungumza pale bungeni, na tukumbuke kwamba anachosema kule sisi tunasikiliza, kazi yetu kutekeleza. Kwa hiyo mimi ndugu zangu, ningeomba Katibu Mkuu, kwa sasa hivi idara zote na vitengo vyote vipitie tena hotuba ya rais kule bungeni. Kesho kutwa tupate brief ya yale aliyosema yanayohusu wizara yetu na tumejipanga vipi. Na vile vile tupitie dira ya maendeleo. Inataja baadhi ya mambo makubwa, na tuangalie ile sera yetu, lakini hayo makubwa nimeshasema. Hiyo ni kazi kubwa ndugu zangu. Watanzania wana matumaini makubwa na rais wetu katika sekta zote. Kwenye elimu wana matumaini ya kazi ya rais wetu ambaye ametukabidhi sisi tuifanye. Kwa kazi yetu ni kuhakikisha kwamba yale matumaini ya watu walio kwa rais wetu ya Watanzania yanatekelezwa kupitia sisi wenzetu tulioko hapa. Mimi nafurahi Mheshimiwa Wanu, hawa watu ni wachapakazi, na namna tulivyofanya kazi mpaka sasa hivi, yale mambo ambayo yanahitaji tafakari huwa tunaondoa itifaki. Tunakutana round table, na mimi nasema asiyeongea kwa kweli na muogopa. Ongea ukiona nazungumza kitu akiendi vizuri, sema mheshimiwa, hapo nadhani hatutoenda vizuri. Tunazungumza, tukishafikia maamuzi, haya ni maelekezo, kila mmoja anatekeleza. Kwa naamini tutaendelea kufanya hivyo. Mara kwa mara tutakuwa tunakaa round table na kuzungumza. Na vile vile tumekuwa wepesi wa kutumia watu hata nje ya wizara, sehemu mbalimbali. Kwanza vyuo vyetu vikuu ambavyo ni vingi, kuna wataalamu huko tunawatumia, na tunawatumia kiurahisi sana, na wanafurahi kuja kuchangia, na wengine wastaafu na kadhalika wanakuja kufanya kazi. Nadhani tutaendelea kufanya vile. Sasa sijui nimepata munkari naongea sana. Kura shapata zimetosha Maki wajumbe utaongea unasema tuko pamoja, sema tuko pamoja. Lakini tunamshukuru Mungu kwa hapo. Kwa hivyo sasa hivi mimi labda nimkaribishe, kwa sababu alao nimekuwa mwenyeji kidogo hapa. Nimekaa sasa inafikia karibia miaka 4 kwenye Wizara ya Elimu. Wewe mwenzetu, na mimi nakumbuka tukio moja Zanzibar tulikuwepo pamoja, lilikuwa la kwako. Lilikuwa la elimu. Kwa huyu si mgeni, Wanu si mgeni katika masuala ya elimu. Na nakumbuka siku hiyo Mheshimiwa Rais alitoa kauli moja. Alisema, waziri, usidhani wizara hii ni ya bara tu, ni ya muungano. Na niwakumbushe, kuna elementi za muungano kubwa sana katika wizara hii. Lakini sio hivyo tu, tumeshirikiana sana wenzetu wa Zanzibar. Sana Mheshimiwa Leila Mohamed Musa. Hata katika mageuzi ya elimu tumefanya kwa pamoja. Elimu ya juu ni swala la muungano. Sasa na teknolojia tumefanya kwa namna ya muungano. Na Mheshimiwa Wanu, yeye ni mdau wa elimu. Na nakubaliana Katibu Mkuu analeta na uzoefu mwingine wa kuwa kwenye field moja kwa moja. Kwa karibu sana Mheshimiwa Wanu hapa. Hii sasa ni familia yetu ya kazi ambayo ametukabidhi Mheshimiwa Rais. Matarajio yake kwa wizara zote najua ni makubwa, na sisi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba hatumuangushi. Karibu sana katika familia ya elimu, sayansi na teknolojia. Kwa hiyo nikupe fursa uwasalimie na wewe kabla tujaenda ofisini kuzungumza zaidi. Karibu sana. Wizara ya Elimu hoye! Hoye! Elimu hoye! Hoye! Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu na manaibu makatibu wakuu, wakurugenzi, kamishna
na watendaji wote, watumishi wote wa Wizara ya Elimu. Mimi leo sitakuwa na mengi ya kusema, na uzuri mwenyewe ameshanguruma hapa mwenye wizara yake. Nimepokea, lakini nimeshika neno moja kwamba hakuna kulala. Ile ndo nimeishika. Mengine hayo nitaanza kuzoea kidogo kidogo. Lakini mimi niseme nishukuru sana kwa mapokezi yenu. Ni kweli yote yale ambayo katibu mkuu umesema, hata mimi wakati wananipokea nilikuwa najisemea wenyewe, wizara ina bashasha kweli. Kwa hiyo natumaini lile bashasha litaenda kudumu mpaka hapo tutakapofikia. Mimi niko tayari, Mheshimiwa Waziri, kwa maelekezo, kwa ushauri na kwa chochote. Pamoja na kwamba na uzoefu huko field kwenye elimu, lakini sio mkubwa sana. Hapa nipo jikoni sasa. Kwa hiyo inabidi niwe mpole kidogo kusikiliza ili uko mbeleni tuende sambamba. Lakini nashukuru sana. Neno jingine ambalo nimeshika kwa Mheshimiwa Waziri, amesema kwamba nyinyi mnavunja protocol. Na mimi naomba protocol yote ivunjwe, nichukuliwe kama naibu waziri wa elimu. Na mimi ni rahisi kufikika, ni rahisi kushaurika. Lolote ambalo mtu analo, tuendelee kuvunja protocol ili nifikike kirahisi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana sana. Mengine tutaendelea kuelekezana kidogo kidogo ili tufike na tukamilisha yale matarajio ya Mheshimiwa Rais, kuona kwamba elimu ya Tanzania inafika kule ambako anatarajia yeye ifike. Nakushukuruni sana.